Naam, moja ya kanuni ya muhimu sana katika masuala ya uongozi inaitwa power triangle. Hii ni moja ya kanuni ya msingi sana ambayo unapaswa kuijua katika masuala mazima ya uongozi. Hii kanuni inakusaidia kuongeza nguvu ya ushawishi. Tumesema kwamba uongozi ni ushawishi, uongozi ni hamasa njema, hakuna kinachozidi wala kupungua. Sasa ili uongoze ushawishi, ili uwe kiongozi, watu wa kuamini, lazima ujue kanuni ya power triangle, sababu hii itakusaidia sana katika kuongeza ushawishi, kuongeza influence ili uwe kiongozi mzuri. Sasa katika kanuni yetu ya power triangle, kitu cha kwanza cha kuanza nacho ni communication, mawasiliano. Tunasema kwamba kiongozi mzuri ni mzungumzaji mzuri mbele ya hadhira. Kwa hiyo kiongozi mzuri ni mzungumzaji mzuri mbele ya nini? Mbele ya hadhira. Kwa hiyo ili uwe kiongozi mzuri, hakikisha unajua kuzungumza vizuri, hakikisha unajua kuwasiliana. Ndiyo maana viongozi wazuri wa sasa ambao unaona watu wanawafuata, watu wanawaamini, ni wazungumzaji wazuri. Niliwahi kumsikia Baba Levo anasema kwamba mimi wananchi wa Kigoma wananiamini niwe kiongozi wao, sio kwa sababu ya elimu, mimi sina elimu, ila kwa sababu ya kuzungumza, kwa sababu najua kuzungumzia shida zao. Kwa hiyo hapa tunajifunza kuwa kwamba kitu cha kwanza ambacho kitakufanya uweze kutengeneza ushawishi ni kujua namna ya kuzungumza. Angalia viongozi wengi bungeni hawana elimu kubwa, lakini wanaaminika kwa sababu wanajua namna ya kuzungumza. Ukimwangalia Baba Levo, unamwangalia Msukuma, hawana elimu na wanasema kabisa, ila wao wanajua namna ya kuzungumza. Kwa hiyo ili uweze kuwa kiongozi mzuri, jifunze namna ya kuzungumza, jifunze namna ya kuwasilisha mawazo yako. Na kweli ukiangalia viongozi wengi wakianza kuzungumza wanaanza kukuvutia. Unaanza kuangalia kina Profesa Lumumba, ukisikiliza speech za kina Martin Luther, wanapozungumza tu wanakuvutia. Ukisikiliza kina kaka Jola Munkumbi anapozungumza tu anakuvutia. Kwa hiyo kama unataka kuwa kiongozi mzuri, unataka watu wengi wakufuate, namna ya kwanza ni kujua kuzungumza vizuri. Sasa ukishajua namna ya kuzungumza vizuri, tunapatia sehemu ya recognition. Ukijua namna ya kuzungumza vizuri, watu wataanza kukutambua kwamba huyu ana uwezo huu, huyu ana uwezo wa kuongoza, huyu ana uwezo wa kuwasilisha matatizo yetu sehemu fulani. Kwa hiyo ukiweza kuzungumza vizuri, watu watakutambua, kwamba huyu ana uwezo wa kutuwakilisha sisi, ana uwezo wa kuzungumza vizuri. Kwa hiyo watu waweze kukutambua kwamba wewe ni kiongozi mzuri kabla ya kujua namna ya kuzungumza vizuri. Kwa hiyo anza kujua kuzungumza vizuri. Baada ya hapo watu watakutambua kuwa wewe ni nani. Sasa watu wakishakutambua, watu wataanza kufuata. Sasa ndo unatengeneza nini? Ushawishi. Kwa hiyo hii ndo kanuni yetu ya power triangle. Kitu cha kwanza cha msingi, jua namna ya kuzungumza vizuri. Ukijua namna ya kuzungumza vizuri, watu wataanza kukutambua, watu wataanza kukuamini kwamba wewe unaweza kuwaongoza. Baada ya hapo watu wataanza kufanya kufuata. Sasa hapo ndo utakuwa umetengeneza ushawishi. Naam, sina mengi ya kuzungumza. Langu jina ni Ramadhani Mhada. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.